Ni katika kijiji cha Matemwe Mbuyutende, mkoa wa Kaskazini Unguja, ambapo wakazi walikusanyika kwa lengo moja tu: kujifunza namna bora ya kulinda afya zao na mazingira yanayowazunguka. Kupitia mradi unaotekelezwa na Safe Foundation, wananchi walipatiwa elimu kuhusu utunzaji wa mazingira, kujikinga na malaria pamoja na mbinu sahihi za kunawa mikono ili kupunguza maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Siku hiyo haikuwa ya kusikiliza mihadhara tu, bali ilikuwa ya kubadilisha fikra na kujenga utamaduni mpya wa kuzingatia afya ya jamii. Lakini je, maendeleo ya jamii yanaweza kuja bila ya ushirikiano? Akizungumza kwa niaba ya Dr. Haji Gora Haji kutoka afisi ya Rais Ikulu Zanzibar, ndugu Bakari Omar Kombo aliipongeza Safe Foundation kwa kuifikia Matemwe Mbuyutende kupitia mradi huu muhimu, ambaye kwa miaka miwili ameikuza elimu ya sanaa katika vijiji vya kaskazini mwa Unguja, na ambaye maono na uangalifu wake vimeunda shughuli ya leo tangu msingi, kwa kusanya wasomi wa vyuo vikuu vya kimataifa, wizara yetu ya afya, mamlaka ya serikali za mitaa, wazee wa vijiji, walimu na wanafunzi mahali pamoja kwa roho moja. Huu ni uongozi wa kiwango cha kweli na cha kimataifa. Jinsi ya kutumia app tofauti kwa ajili ya kusearch material kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wetu. Pia tunaweza kufundisha, baada ya kufundishwa tunaweza kuwafundisha wengine ambao tayari yale mafunzo hawajapatiwa. Kwa hiyo tunawaomba wazee wetu, walimu wetu, tuchangamkie fursa hii kwa ajili ya kuja kujifunza hapa sehemu ambao tayari tumeshawekewa kwa ajili ya mafunzo. Mgeni akija na jambo jema, si wajibu wetu kulipokea kwa mikono miwili? Swali hilo linaonekana kupata majibu kwa ushirikiano mkubwa wa wananchi wa Matemwe. Profesa Liu Shang amewashukuru wakazi wa eneo hilo kwa mapokezi na ushirikiano uliounganisha tangu kuanza kwa mradi huo. And there's a major challenge for the rural area, and in rural area these are widely known. The fact is that they lack water, sanitation, hygiene, and the malaria transmission is also high in rural area. So that's why this is so important that to do the public health education among our school children, elementary school children, so that they can learn and appreciate what is a public health. They can protect themselves, share the information with their parents, their family, so that we can build a healthy and a more livable community in the rural area. This is our goal. It will take time, but we have a confidence with the continued effort and to educate our children and our school teacher, villager, and we should be able to achieve, at least to some extent, the goal we want to achieve. Kwa upande wake, Daktari Mariam Hamdu Halfan kutoka Ozak alifafanua malengo ya mradi huo, akieleza kuwa unakusudia kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu kinga dhidi ya malaria, usafi wa mazingira na afya binafsi kupitia mafunzo yanayowashirikisha wananchi moja kwa moja. Leo niko hapa kijiji cha Matemwe, tunashirikiana na taasisi inaitwa SAI, Sino African Youth Foundation, na sisi tunaitwa Uzaka, Organization of China Alumni. Kwa lengo hapa, hichi ni kituo ambacho maalum tumekizindua kwa pamoja kwa ajili ya kutoa elimu ya akili mnemba AI Zanzibar. Kwa hiyo hii ni labo ambayo imetimia, itakuwa shughuli yake inajishughulisha na kufundisha tu. Kwa hiyo hii skuli ya Matemwe Kijimtende ndio piloted ambayo imechaguliwa. Lengo ni kuwafikia jamii, kwa sababu kama tunavyoona siku zote fursa zinaanza mijini. Kwa hiyo mara hii tumeona kwamba fursa zianzie vijijini, kwa sababu huku vijijini ndio watu wanakosa fursa nyingi. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo katika program zetu leo maalumu tulifanya shughuli ya kutoa elimu ya afya. Kutoa elimu ya afya kwa walimu na wanafunzi.
Hii ni kusaidia tu. Tumeona kwamba sio kwamba elimu ya afya itapatikana kwa wizara tu ya afya. Tumeona kwamba ni ubunifu kupeleka elimu ya afya, watu wakajifunza kuhusu afya, pia wizara ya elimu, kwa sababu kama tunavyojua walimu ni walimu ambao ni walezi wazuri, na wao watawafundisha wanafunzi, na wanafunzi ni wajumbe wa rais katika jamii. Kwa hiyo hilo ndio lengo kubwa. Kwa hiyo leo kama tumeanza tu, lakini tutakuwa tunaendelea na shughuli kama hizi, kuhamishia elimu ya afya katika sekta nyingine, kutoka wizara ya afya tu na kuweka usaidizi kupitia wizara ya elimu, nayo pia tumeona ni ipo haja kubwa ya kupatiwa elimu hii kwa kufikisha ujumbe karibu na mapema kwa jamii. Katibu wa Sheha Matemwe Mbuyutende alishukuru Sai Foundation kwa kuifikia jamii yao, akisema mafunzo hayo yamekuja wakati muafaka na yatachangia kujenga mazingira bora kwa familia nyingi kijijini hapo. Huu mradi tumeupokea vizuri, na huu mradi kupitia kijiji natumai kitanufaika, na tunao hapa walimu, wanafunzi wanasoma, na hata leo tumeshasomeshwa kuhusu usafi wa mazingira. Kwa hiyo mimi na kwa niaba ya kijiji tumefurahi, tumependa na tutalifanyia kazi kwa kadiri tusomeshwa. Kwa hiyo naishukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kutuletea mradi huu kwetu kijijini huku. Kwa hiyo tunasema wazi kwamba tutakuwa nao pamoja, tutakuwa tunafuata zile taratibu ambazo zimo ndani ya mradi huu. Mwisho wa siku, waliobeba matumaini makubwa zaidi walikuwa watoto. Wanafunzi walioshiriki mafunzo hayo walijifunza kwa vitendo namna sahihi ya kunawa mikono na umuhimu wa kutunza mazingira ili kujikinga na malaria na magonjwa mengine. Kwa nyuso zenye tabasamu na hamasa ya kujifunza, walionyesha kuwa elimu walioipata haitabaki darasani pekee, bali itakwenda hadi majumbani kwao. Kama wasemavyo wazee wa kaskazini, mtoto akifunzwa leo, kijiji kizima hunufaika kesho. Huenda hapo ndipo safari ya jamii yenye afya bora inapoanza. Leo tumejifunza malaria, kuosha mikono na pamoja na maradhi mengine. Nashauri wanafunzi wenzangu kwamba wanawe mikono kabla ya kuanza kula au kufanya kitu chochote, au wanapotoka chooni, nashauri wanawe mikono. Imeandaliwa na kusimuliwa nami Hamis Juma.